Basi nachukua nafasi hii kuwasalimu pole watu wa Kiswahili, wale wa Tanzania kwa Dr. Wilson Channel, ni group ya WhatsApp. Naona hijackiwa na wakora wameingilia akaunti ya Mwinjilisti Mbeya na ni kutoka Mbeya, lakini Mungu awajalie pasiwe na kitu kitakachoibiwa hapo. Karibu sana na wasalimu, habari zenu. Leo nafundisha umakinifu wa kutumia mchanga kwa maombi. Unaelewa, mchanga ni muhimu sana katika kutumia kwa maombi. Mwanadamu ni mavumbi na mavumbini mwanadamu atarudi, na kila kitu ambacho mwanadamu anahitaji kiko katika mavumbi au mchanga. Sasa naongea namna utatumia mchanga kwa maombi aina mbalimbali, maana si kila mchanga unaweza tumika kwa kila maombi. Lazima uwe na maarifa ya kujua ni mchanga upi utakaotumika kwa maombi yapi. Sasa hiyo itakusaidia kupata manufaa sana katika maombi yale, majibu pia katika maombi yale. Manake chochote ambacho unahitaji, kila ambacho unahitaji kwa dunia hii kinatokana na ardhi na kiko katika mchanga wa ardhi. So njia ya kwanza, kwa mfano unapohitaji masuala ya pesa na unataka kuomba na mchanga, basi ni vizuri uombe na mchanga unaotoka katika maeneo kuna benki, mahali ambapo benki zinafanya biashara. Unachota mchanga mahali pale, unaomba nao kuhusu mambo yanayohusu pesa kuja. Pia ni vizuri uelewe, pamoja na hayo, kuna vipengele fulani, vitu fulani ambavyo vinachangia uwezo wa pesa kuingia katika maisha ya mtu. Kwa mfano, vitu kama mchele mweupe unachangia. Unaweza oga mchele, maji yale, ukamwaga mchele katika maeneo yako wakati kipindi kile ambacho unaomba na mchanga unaotoka katika sehemu za benki. Itakusaidia sana kukamata masuala ya pesa. Mdalasini wa unga au ule wa vijitu unachoma na ule wa unga unanyunyiza, itakusaidia zaidi kukamata masuala ya pesa unapoombea sehemu hiyo na ukitumia hiyo mchanga unaotokana na benki. Unaposikia neno benki, nini inakuja kwa akili yako? Pesa. So ndio maana nakwambia maarifa ni muhimu. Kamata mchanga unaotokana benki, uombee masuala ya pesa na milango ya pesa kufunguliwa. Kama ni biashara ya kawaida, biashara haiendi, haina makastoma, unataka nini, hiyo itakubidi uchukue mchanga unaotoka kwa soko, maeneo ambapo watu wanakusanyika wakiuza vitu na kununua. Hapo ndio unachukua ule mchanga, unaomba nao, na masuala ya biashara kukua, masuala ya biashara kuendelea, kupata wateja kwa wingi. Basi unaomba Mungu, unatabiria mavumbi yanayotokana na ule mchanga unaotoka kwa sehemu ya soko. Hapo ndio kunakuwa na mambo ya biashara. Naelewa kama ni mambo ya utaaluma, masomo, mambo ya maendeleo ya utaaluma na masomo, unakusanya hiyo mchanga, unaomba nayo inayotoka kwa vituo vya elimu. Unaangalia mahali kuna educational center, vituo vya elimu kama university, primary school, secondary, mahali miguu inayokanyaga pale ni miguu ya masomo. Watu wanaenda pale kwa kusoma. Sasa mavumbi yale yana recognize masuala ya elimu. So unachukua yale mchanga kutoka kwa compound ya shule, university, college, unaenda unaomba nayo. Kama ni masuala ya kupita mtihani, masuala ya yanayohusu taaluma, yanayohusu elimu, unaomba na hiyo area. Mnanielewa wapendwa? Unajua elimu ile nawapatia hapa hata si rahisi kuipata mahali. Ni mimi nakupatia kwa sababu ndio ile nimepewa na yeye aliyenituma. Na hii si elimu potofu.
Mimi ni nafasi tu kwa hizi video sina, lakini ningewafafanulia zaidi na kusoma maandiko moja kwa moja kuwaonyesha vile Mungu anavyo mpeana nguvu na kuturuhusu sisi kupitia kwa maandiko hata kusali na kuomba tukitumia mchanga haijakataliwa. Hata wahubiri wengi naona wanapinga mambo yangu, wanasema hapana, hiyo ni ushirikina, wewe achana hiyo. Alafu katika mahubiri yao ukisikiza, unaweza kuona mahubiri yao wanatamka vitu kama hivyo. Ni kama mhubiri mmoja kwa Tanzania amechanganyikiwa, anahubiri leo anasema hakuna haja ya kuomba kwa jina la Yesu, hatuwezi kuomba kwa jina la Yesu nini. Akimaliza anaambia watu wake session imeisha, inua mikono, Baba katika jina la Yesu. Na alifundisha, yani huwa anachanganyikiwa, anaweza sema hivyo. Sasa kuna wahubiri wanasema kuomba na mchanga ni uchawi na nini, hairuhusiwi, haikubaliki. Wakimaliza wanasema command your morning using your soil. Unaona wengine wanasema kamata mchanga mahali popote ulipo, tuombe. Tunaamurisha ardhi. Hata chumvi imeingiliwa na wengi sana waliokuwa wanapinga, na itaendelea hivyo kwa sababu kitu cha kweli huwezi kukizuia. Unajua kitu cha kweli iko tu hivyo, utakuwa unaikataa, lakini baadaye inakuja kwako, unaitumia hivyo hivyo tu. Haya, kwa wale mnaomba kwa mambo ya, tuseme ni mambo ya usafiri, unataka kusafiri kwenda mahali, ni vizuri uombe na mchanga wa boma kusafiri. Chota mchanga bomani kwenu, omba nao. Kwa wale mnaosafiri, mnatumia mabasi, mnatumia mandege na nini, omba na mchanga wa boma ya kwenu, itakusaidia. Lakini pamoja na hayo, kwenu nyinyi ambao mnaendesha magari yenu na mnasafiri, baada ya kuomba na wao mchanga, ni vizuri tena uzungumuze na mavumbi mchanga mahali ambapo umepaki gari. Ukitoa gari pale, chukua ule mchanga. Ujui ni nani aliyechota pale akakutamkia ajali ama matatizo mbalimbali. Hivi sasa hivi vile tunaongea na kesi hapa kwa ofisi ambaye landlord amefanya uchawi, akaroga mtenant wake katika hiyo real estate. Hataki aendelee, amechukua akaliweka laana katika mchanga mahali, ile gari ya ule jamaa ikashika moto na matatizo ikaongezeka mpaka anakuwa reduced. Kuja kutafuta ushauri hapa ndio sasa nimepata hayo. Landlord anakiri hiyo, kwa sababu huduma zangu lazima utakiri, zitakupata tu kama wewe ndio unahusika. Sasa ndio maana nafundisha ni vizuri kuomba na mchanga mahali ambapo reverse. Kama kuna mtu yeyote amekutakia ajali ama amekutumia mikosi kwa safari yako ambao unasafiri na gari lako, reverse hiyo vitu. Kama mahali unapark hakuna mavumbi ama mchanga, tafuta maji, omba nayo, alafu uoshe gari yako nayo. Maji ya nazi ni mzuri sana kuomba nayo na kutamkia. Kama hakuna mafuta yako, ombea mafuta alafu anoint mafuta, lakini maji ina nguvu kuliko mafuta. Maji ina nguvu kuliko mafuta. Nyunyiza juu ya gari lako, alafu uende safari yako. Hautakutana hiyo visirani ambao watu wamekupangia na wamekutakia. Wengi wanatega mitego wakati mko kwa manini. Kuna harusi hapa iliyokuwa na magari karibu 30. Lakini wakimaliza ile sherehe ya harusi na kuunganishwa wana harusi, ile gari yao wanaingia gari moja. Sasa gari ya bina bwana harusi peke yake, wakitoka kwa harusi na reception wakienda honeymoon, ndio ilikwama katikati ya railway. Na rail ilikuwa imefika, train ilikuwa imefika, ikapita nayo. Zile zingine zilipita, lakini ya bwana na bibi harusi ilipofika tu inaenda kupita, ndio nini ikapita nayo. Unaelewa? Walikufa wote hapo na hapo. Hiyo si kawaida, hiyo ni mitego ambao watu wanakutegea. So unaomba
usipuuze hii video. Unaomba Mungu akusaidie kwamba ufike salama, na kama unaendesha gari basi macho yako yawe salama, vituko kwa njia vyote, mavumbi yale mahali ambapo mni. Kwa wale ambao mnaenda kwanza biashara mahali, hapo mahali chukua mchanga uombee. Na unakumbuka nimesema kama ni biashara, kama ni mahali unaenda kwanza, angalia kwa huo mji wa kigeni, hapo mahali unaenda kwanza, angalia ufanye nini, utafute soko ambayo iko karibu, chukua mchanga wa pale uombe nao unapoanza kuuza pale. Ardhi ile yenye unaenda kuanza biashara iko na uwezo wa kufanikiwa kwako katika mji ule, na wengine wanakatazwa. Unakaa mahali unapoteza, unakaa mahali ardhi na kukataa. So unaweza kuifungua kwa kwanza hivyo. Traditionally kuna njia pia za kupeana sacrifice katika ardhi ile, ili wale wababu na wazee waliokufa kitambo, miungu ya pale ikuruhusu ufanye biashara zako pale na ufaulu. Na hata wale mnaenda kuishi, unapata mtu ananunua mahali, anajenga, akimaliza akihamia pale, anaanza kufiwa, watoto wanakufa, biashara inaisha, kazi inaharibika, yeye mwenyewe maisha yanaenda makosa. Hiyo yote ni vituko vyenye vinafanywa kwa ardhi ile. So nataka muelewe, kama mnashindwa ku dedication isifanywe tu juu juu, mwaga mafuta, tamka maneno, basi patia mhubiri kitu kwa mfuko. Hapana, pindua kabisa yale madhabahu yaliyowekwa pale ya kuzuia vizazi na vizazi, haribu kabisa katika misingi. Kuna njia zenye tunajua tunafanya hiyo, tunaweka hiyo covenant ambazo zimenituma reverse kwa wale ambao waliweka iendee watoto wao, will paralyze all of them. So kama ujui, contact Global Solution for All Mankind, tutakusaidia. Hiyo ni kazi tunaijua, ndio tumeitiwa hiyo. Mambo ya kuingia katika maboma alafu mnaanza kuisha, mnakufa, kama ni ndoa mnaachana, kama ni watoto kugonjeka kila wakati, biashara inaisha, kazi unafutwa, vituko kwa kazi, visirani kila wakati. Hiyo yote ni mahali papya penye umeenda, miungu ya pale imekataa, au watu walio hapo wamepangia njama wewe kiroho. Ndio maana unaona vitu hivyo vinatendeka. Omba na ule mchanga pale reverse, tamke maneno ambayo unataka itokee pale. Usikubali ardhi ama mchanga wa pale ukakuita uende kabla wakati. Maana kuna watu wana manipulate hiyo mchanga, inakuita kabla wakati unaenda. Na ujue hiyo ni ignorance, inafanya uende kabla wakati, sababu maadui wako kila mahali. So ninawapa hii maarifa ili muweze kujikinga na muweze kufanya mambo yenu kwa utaratibu, na chini ya maarifa haya Mungu wa mbinguni na Bwana wa nchi atawafanikisha, atawawezesha kufaulu. Hata wale ambao mnataka kuingia katika nchi mpya, unasafiri kwenda ng'ambo, kwenda kwanza, unaona watu wanakaa muda mrefu sana katika sehemu za ng'ambo kule. Watu wananipigia masimu hapa wengi, Dr. mimi nina miaka 20 sijaijenga hata kanyumba kwetu, niko Amerika, mambo yamekataa, niko UK, niko hapa European countries. Hiyo yote ni kwa sababu kuna miungu ambayo inasababisha uende nayo kule. Na mimi nakusaidia ukifika pia katika hiyo nchi, pia chota mchanga, uombe nao. Chota mchanga katika mji ule, uombe nao na ufungue milango. Na pia kuna njia za sacrifice ambazo una sacrifice kwa Mungu kwa njia ambayo inafaa. Una sacrifice kwa Mungu kwa njia ambayo inafaa, ili uweze kupata baraka katika ardhi ile ambao umeenda, nchi ikukubali. Wengine unaona mambo kama ya Naomi wa Biblia alipopata njaa alikimbilia mji wa Yoabu, na kule wa Moabu ile nchi ilikuwa imelaniwa. Sasa Mnazareti, mtu wa Mungu, mtu ambaye anakubalika, alipotoka Bethlehemu akaenda kule, Naomi na bwanake na wanawe basi unajua nini, wanawe wakaoa katika mji ule, nchi ya Moabu, na muda mfupi bwana akafa.
wale wanao wawili wa vijana pia wakafu, wakabaki tu Naomi na wale watoto, akapoteza vyote. Aliyeenda katika hiyo nchi akiitwa Naomi alisema, msiniite Naomi tena, mimi muniite Mara, maana nilikuja nimejaa, nimerudi niko. Akasikia akaamua kurudi. Kwa nataka kuambia, unaweza enda Marekani ukaishiwa ukarudi nyumbani, unaweza enda Europe ukaishiwa ukarudi nyumbani, lakini ukitengeneza mambo yako nyumbani utaweza fuatwa na baraka, utaweza fuatwa na mambo mazuri. Daudi anasema katika Zaburi 23 mstari wa 6, wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Lakini ukumbuke katika hiyo chapter kuna mahali amesema, nijapopita kwenye uvuli wa bonde la mauti sitaogopa mabaya, maana wewe Bwana uko pamoja nami. Kuna vile unaomba na mchanga na kutamka maneno kama yale, utapita kwa miondoko ya mitego ya wachawi, utapita kwa mitego mingi, utapita kwa mashimo mengi, utarushiwa mishale mingi. Lakini kwa jina la Yesu, Mungu ambaye utaomba atakaposikiza hii video, wewe utakaposikiza hii video na kuifuata, Mungu wa mbinguni na Bwana wa nchi akufanikishe, akupe maisha marefu na kupatia neema ya kukaa ukiendelea kukua na kuona maadui zako wakishangaa. Waibishe wale ambao wamekutegea kifo, uishi miaka mingi washindwe bila watakumaliza. Mungu awabariki na Bwana awatetee. Asante kwa kunisikiliza. Kuna mambo haya nawafundisha, naamini ya kwamba itakuwa faida na ya muhimu sana kuipractice katika maisha. Si Bwana awabariki. Tukutana nyinyi katika video itakayokuja. Asante.